Mpenzi mtazamaji wa Bongo 1 Media, karibu tena katika YouTube channel yetu, tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani na nje ya Tanzania. Moja ya mechi kubwa zaidi ambayo tunaishuhudia siku ya leo ni mechi ya kombe la ngao ya jamii au ngao ya Isan, kwa Kiingereza wakiita Community Shield. Ni ufunguzi na mwanzilishi wa ligi kuu ya NBC Tanzania katika msimu mpya wa 2026-27. Na mchezo wa leo wa ngao ya jamii ambao ndio ufunguzi wa ligi ya Tanzania utakutanisha miamba wawili, ni club ya Young African pamoja na club ya wekundu wa Msimbazi Simba. Leo Yanga wako kiwanjani kwa kabili Simba Sports Club katika mchezo wa ngao ya jamii, mchezo utakaochezwa majira ya saa 2:30 katika uwanja wa New Aman Complex visiwani Zanzibar. Moja ya mechi kubwa kabisa ambayo inasubiriwa na watu wengi, ukiwa ni msimu wa pili mfululizo klabu ya Simba Sports Club wameikosa ngao ya jamii, na mara zote Young African ndio wamekuwa wakitoa ngao hiyo. Yanga Sports Club wamekuwa mabingwa mara 5 mfululizo wa ligi ya Tanzania. Sasa Simba Sports Club nao wanaangalia kuona msimu kama wanaweza kufanya mapinduzi katika kombe hilo. Hili ni jambo kubwa zaidi ambalo kila mmoja wetu analiangazia. Simba Sports Club ambayo imefanya makubwa katika mambo mbalimbali, kila mmoja anataka kuona, je, Simba Sports Club msimu anaanza vipi? Huwezi kuanza msimu vizuri kama haujachukua ngao ya jamii. Hii misimu mingi zaidi Simba tumeishuhudia ikifanya vibaya katika michezo ya ngao ya jamii. Leo kwa mara nyingine tena katika visiwa vya Zanzibar katika uwanja wa New Aman Complex, Simba Sports Club na Young African wakienda kumenyana vikali. Tumeshuhudia sajili za timu zote mbili. Yanga Sports Club wamefanya usajili wa wachezaji wenye majina makubwa akiwemo akina Peter Sharurire, lakini pia na uhamisho wa Selman Gomez Mwalimu, kitu ambacho kinazidi kutia gumzo katika mitandao na kila mmoja anasubiri kuona nini atakachoenda ukifanya Selman Mwalimu akiwa na uzi wa Young African. Lakini pia upande wa klabu ya Simba nao wamesajili wachezaji mbalimbali, kila mmoja anasubiri kuona watafanya nini. Kuna mchezaji kama Jabal ambaye ametokea katika ligi mbalimbali, lakini ana uraia wa Nigeria. Simba wamefanya usajili mkubwa na tunasubiri kuona nini watakachokifanya. Lakini pia Simba waliwabakiza asilimia kubwa nyota wao ambao waliwasaidia msimu uliopita, kina Anset Oura, kina Jose Loemba, lakini pia ukitazama kina Kratos Chotachama, Libase Gie, ni wachezaji ambao bado wako na timu. So tunasubiri kuona nini ambacho ataenda ukifanya, na leo wanatarajiwa karibia wote kuwepo kikosini. Je, kocha ataendelea kutumia mfumo wa Force 9 baada ya kuwa hana mshambuliaji wa uhakika au itakuwaje? Je, upande wa Yanga watawatumia wachezaji wapya au wale waliokuwepo, kwa sababu pia nao hawakuvunja asilimia kubwa ya kosi ambacho walikuwa nacho? Ndio jambo kubwa zaidi ambalo tunalizungumzia leo kama Bongo 1 Media kuhusiana na mchezo na update zote. Dakika 90 zitaamua nani ambaye ataondoka na matokeo. Kwa upande wako una kipi cha kuchangia? Unaweza kushare katika upande wa comment section. See you next time, bye bye.